Mtazamaji wa Ipinda Online TV, tumerejea hapa katika kapu la simulizi, na mara hii tunaendelea na simulizi yetu inayohusu chanzo cha mgogoro unaoendelea katika taifa la Kongo. Katika makala zilizopita tulitazama namna ambavyo utawala wa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga ulivyokuwa na mambo mengi ndani yake, huku akitawala kwa mkono wa chuma. Lakini tuliona kwamba aling'olewa madarakani na Watutsi. Walianzaje kumng'oa madarakani? Ilikuwaje Watutsi wakahusika katika kumng'oa madarakani? Na je, Watutsi wanahusika vipi na mgogoro unaoendelea hivi sasa? Fuatana nami katika muendelezo wa makala hii, huku tukichambua katika engo zote kuona nini hasa kiini cha mgogoro unaoendelea katika taifa la Kongo. Msomaji na mwandaji wa makala hii ni mimi, Isaya Edward Mardadek Zaudembaya, lakini siko peke yangu. Pembeni nipo na Director O kuhakikisha kuwa tunakuletea kile ambacho tumekuandalia katika kapu la simulizi katika siku ya hii leo. Story yetu inaanza mapema usiku wa tarehe 16 ya mwezi wa 3 ya mwaka 1996. Viongozi wa Rwanda, Uganda, Sudani ya Kusini na Ethiopia, hawa pamoja na Laurent Desire Kabila, walifanya makubaliano ya mkataba uliopewa jina la mkataba wa Lemera. Mkataba huu ulikuwa na shabaha hasa ya kuigawa nchi ya Kongo na sehemu iwe mikononi mwa Marekani kupitia usimamizi wa Rwanda, Uganda, Sudani ya Kusini na Ethiopia, huku Kenya na Tanzania hawa wakiwa ndio wenye viti wa kuinjinia mkataba huo wa Lemera. Japo baadaye Tanzania ilijitoa kuunga mkono kuigawa Kongo, na badala yake ikaunga mkono msimamo wa Laurent Kabila ambao alikataa kutekeleza mkataba wa Lemera, ambao kupitia mkataba huo ikazalishwa operation maalum iliyoitwa Operation Banyamulenge. Operation hii ililenga kumuondosha madarakani Mobutu, kiongozi wa muda mrefu wa Kongo na kibaraka wa Marekani, ambao mpaka kipindi hicho walikuwa tayari wamemchoka kutokana na mabadiliko ya siasa za dunia. Katika makubaliano hayo yaliyofanywa kati ya Laurent Desire Kabila na mataifa hayo, huku Kabila akiwa kama kiongozi wa chama cha kuikomboa Kongo aliyekuwa akitaka kuondosha utawala wa dikteta Mobutu Sese Seko, alipewa masharti ambayo yaliainishwa kwenye mkataba wa Lemera, ambapo moja ya masharti ilikuwa ni kushirikiana na wapiganaji wa Kinyarwanda kutoka Rwanda, Uganda na Watutsi waliokuwa na makazi mashariki mwa Kongo, na baada ya mapigano hayo atoe sehemu ya ardhi mashariki mwa Kongo kama shukrani kwa Rwanda na Uganda, huku akiruhusu usalama wa taifa hilo kuwa mikononi mwao. Makubaliano hayo yalifanyika kwenye vilima vya Lemera vilivyopo Kivu ya Kusini katika mji wa Uvira na kujulikana kwa jina hilo la mkataba wa Lemera. Makubaliano hayo yalitaka Kabila, baada ya kuwa rais wa Kongo, aruhusu mikoa miwili ya Kivu ya Kaskazini na Kusini kwa makazi ya Wanyarwanda wa kabila la Kitutsi. Laurent Desire Kabila alikuwa tayari amechoka kwa takriban miaka 20 ya kupambana na utawala wa Mobutu. Kwa hivyo aliona bora akubali masharti yoyote ya mkataba ili tu aweze kumtoa Mobutu madarakani. Ukweli ni kwamba pamoja na mkataba huo, lakini bado Laurent Kabila alikuwa na hesabu zake kichwani ambazo alizipania, hasa mpango wake ukiwa ni kuwageuka mara baada ya ushindi wa kumfurusha Mobutu ikulu ya Paris de la National iliyopo Kinshasa. Baada ya mkataba huo kusainiwa, ukainjinia operation maalum iliyopewa jina la Operation Banyamulenge. Operation hii ilisukwa vyema mjini Kigali katika nchi ya Rwanda kwa kuundwa kikundi cha wapiganaji waliojiita wapinzani wa dikteta Mobutu. Hawa walikuwa Wakongomani na Wanyarwanda kutoka Rwanda, na wengine walikuwa wakiishi mkoa wa Kivu ya Kusini mashariki mwa Kongo. Katika kundi hilo alikuwamo Mkongomani Andre Kisasi Ngando, askari mtaalamu ambaye amesomea mafunzo ya ukomando katika nchi za China, USSR na nchini Cuba. Huyo komando Ngando anadaiwa pia kupata mafunzo katika nchi za Ujerumani na Bulgaria. Alikuwa kiongoza Wakongomani wapatao takriban 600 katika kikundi hicho. Wakati kikundi hicho kinaanza vita, kilimteua Laurent Kabila kuwa msemaji wao. Baadaye akawa kamanda mkuu baada ya kifo cha Kisasi Ngando. Mwanzoni mwa vita ya kumng'oa Mobutu, kikundi hiki kilijulikana kama cha Wanyamulenge. Hapa dunia nzima ikaambiwa na kuaminishwa kwa hayo yalikuwa maasi ya Wanyamulenge. Wanyamulenge ni watu wanaodaiwa kutoka kwenye vilima vya Mulenge vilivyopo wilaya ya Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Makabila ya asili ya hapo ni Uvira na Wafurilo pamoja na Wabwale. Hawa wanaojiita Wanyamulenge ni Wanyarwanda tu walioloea huko katika nchi ya Kongo. Vita vilianza kwa propaganda kuu kwamba serikali ya Mobutu haitambui Wanyamulenge ambao walidai ni raia wa Kongo, inawanyanyasa na inawanyima uraia.
Haya yalikuwa madai makubwa sana yaliyovuta hisia za wafuatiliaji wa siasa za kimataifa na kusababisha kuonewa huruma sana. Wapinzani chini ya Jenerali Laurent Kabila wakateka kama mchezo hivi mji mkuu wa Kivu ya Kusini, wakaiteka Goma, na hatimaye Kabila alisonga mbele na hatimaye kushinda na kuingia ikulu ya Kinshasa akiwa na wapiganaji wa Rwanda, akiwemo aliyekuwa mkuu wa majeshi wa Rwanda ambaye baadaye akawa waziri wa ulinzi wa Rwanda na sasa ni mshauri wa masuala ya kiusalama ya serikali ya Paul Kagame. Kamanda huyu anaitwa Jenerali James Kabarebe. Miaka miwili baada ya kuingia ikulu, Rais Kabila alitangaza tena kwa jeuri kuwa wageni wote waondoke nchini. Aliongeza huku akifafanua kwamba Wanyarwanda warudi kwao na kusema kwamba anawashukuru sana kwa kazi walioifanya. Kabila alinukuliwa akisema hayo makubaliano ya Remela ni makubaliano ya polini na kwamba yeye hakuwa na madaraka kabisa ya kuiuza nchi. Akaendelea kusema hakatai uwepo wa mkataba, lakini akataka kwanza hilo lipelekwe kwa wananchi kupitia bunge ili wananchi wenyewe waamue kuiuza nchi yao. Kilichomshangaza zaidi Kabila baada ya kutangaza kwamba Wanyarwanda warudi kwao ni kwamba aliyekuwa wa kwanza kuondoka na kukimbilia Afrika ya Kusini alikuwa waziri wake wa mambo ya nje. Huyu aliitwa kwa kifupi Bizima Karaha, lakini jina lake halisi aliitwa Bizimana Karamuheto. Katika mshangao na labda kejeli, Kabila akasema, kumbe nchi ilikuwa imevamiwa, hata waziri wangu wa mambo ya nje alikuwa Mnyarwanda. Hiyo ikafuatiwa na kufukuzwa kwa James Kabarebe aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Kongo na kurudi Rwanda na kuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda. Kufuatia hatua hiyo ya Laurent Kabila kuwafurusha Wanyarwanda katika nchi ya Kongo na kuvunja makubaliano ya mkataba wa Remela, ilisababisha kuibuka kwa mgongano mkubwa baina ya Laurent Kabila na Marekani, hasa kupitia mataifa ya Rwanda na Uganda, kwa sababu mataifa hayo ndio yaliyotoa askari wake kwa maana ya military personnel kwenye uwanja wa vita wakati wa kumfurusha Mobutu Sese Seko madarakani. Hatua hii sasa ikamfanya Laurent Kabila kuchukiwa na kufanyiwa mbinu ya kuondolewa madarakani. Mkakati huu wa kumuondosha madarakani ukapewa jina la Operation Kitona. Hii Operation Kitona ilikuwa misheni ya kwanza kupangwa na kuhakikisha Laurent Kabila anaondoshwa ikulu ya Paris de la Nationale. Mkakati huu kwa wakati huu uliinjiniwa na Rwanda kwa mipango na maelekezo kutoka Marekani. Operation hii ilikuwa na malengo ya kumuondosha Kabila kutokana na kushindwa kutekeleza ahadi ya makubaliano ya mkataba wa Remela. Sasa hapa mtazamaji, ni kurudishe tangu mwaka 1994 utajua chanzo harisi cha Operation Kitona. Kifupi tu ni kwamba baada ya vita ya Kimbali ya mwaka 1994, majeshi ya Kihutu yaliyopinduliwa na majeshi ya wanamgambo wa RPF yaliyoongozwa na Kagame, haya yalikimbilia mashariki ya Kongo. Kwa hivyo utawala wa Kagame uliona kama watapinduliwa saa yoyote ile kama hawatawateketeza kabisa Wahutu hawa. Kama unakumbuka vizuri, Wahutu hawa walitengeneza kundi la wanamgambo waliojiita Interahamwe, walioendesha mauaji ya kimbali kwa kuwaua kikatili Watutsi katika mwaka huo 1994. Kilichotokea ni Rwanda kuvamia makambi ya Wahutu. Hapo sasa Mobutu akatoa oda ya wavamizi hao kushughulikiwa. Kwa hivyo vita sasa ikabadilika kutoka malengo ya kuwapiga wanamgambo wa Interahamwe kwenda kuwa malengo ya kumpindua Mobutu Sese Seko. Kufikia Mei ya mwaka 1997, majeshi hayo ya Kitutsi yalifanikiwa kuondoa utawala wa Mobutu ambaye alikuja kufariki baadaye huko katika taifa la Morocco. Utawala mpya sasa uliowekwa na Watutsi ulishuhudia Rais Laurent Kabila aliyeteua Wanyarwanda kwenye nafasi nyeti za serikali kama kulipa fadhila kwa majeshi hayo ya kigeni. Lakini ulipofika mnamo mwaka 1998, Kabila akaona hana kabisa mamlaka ya utawala wake, maana maamuzi yote mazito yalifanyika Kigali na sio katika ikulu yake ya Paris de la Nationale, hasa ukizingatia mkuu wa majeshi ya DRC Congo alikuwa Mnyarwanda pure, General James Kabarebe. Kwa hivyo sasa unaweza kuona alipokwa ushawishi kiasi gani wa kiutawala katika taifa lake mwenyewe. Mnamo mwezi wa 7 tarehe 13 mwaka 1998, Kabila akaamua kutimua Wanyarwanda na Waganda wote kwenye serikali yake, na kufikia tarehe 27 alitoa amri kwamba masalia ya Watusi wote waondoke nchini mwake, la sivyo atawatoa kwa nguvu. Kiburi hiki kiliwakera hasa serikali ya Kitutsi.
Rwanda na Uganda, lakini pia Warundi. Kwa hivyo wakadhamiria kumtoa madarakani ili waweke kibaraka mwingine atakayelinda maslahi yao. Hapa sasa ikaamriwa kwamba General James Kabarebe aongoza kikosi cha makomando cha kuiteka Kinshasa na kumpindua Rais Kabila kwa spidi na ufanisi wa hali ya juu. Ikawaje? Wakati huo ni kukumbushe kwamba jiografia ya DRC Congo sio rafiki sana kwa logistics za kivita, maana ni nchi kubwa sana iliyojaa misitu na mito, na miundombinu ya usafirishaji ni migumu mno. Kwa hivyo majeshi yakitoka Rwanda yatachukua takriban miezi 6 kufika azma yao ya kuingia katika jiji la Kinshasa. Kwa tathmini hili likapangwa kuwa moja kati ya operesheni nzito katika historia ya Afrika, operesheni iliyopewa jina la Operation Kitona, ambayo ilikuwa na mpango wa kufikisha majeshi kwenye kitovu cha Kongo, yani Kinshasa, kwa spidi ya mwanga wa radi na kuimaliza misheni yao kwa wakati na kwa haraka zaidi. Mwezi wa 8 mwaka 1998, wakitumia ndege za kiraia kabisa Boeing 727 walitua katika uwanja wa ndege wa Kitona pembezoni na jiji la Kinshasa kwa usiri mkubwa na kuweza kuteka uwanja wa ndege na kufanikisha majeshi zaidi kufika hapo kujiandaa na uvamizi huo. Mpango ulikuwa wakiteka jimbo maalum zaidi la Basse Congo, kwa sasa linaitwa Congo Central, ambalo lina bandari na umeme mkubwa wa nchi unazalishwa pale. Basi wangekuwa wameparalyze nguvu zote za serikali kujiendesha. Sasa wakiwa na takriban askari 800 pekee waliopo katikati ya Kongo, zaidi ya kilomita 1000 kutoka nyumbani kwao, walianza safari ya kuuteka mji wa Kinshasa. Na ikumbukwe, kutoka Kitona hadi Kinshasa ni takriban kilomita 220, na ndani ya siku 5 walikuwa tayari wamefika katika jiji la Kinshasa. Serikali ya Kabila ikapatwa na shock kubwa, akaomba msaada kwa majirani ili kupata msaada wa kuikomboa serikali yake ambayo wakati huo ilikuwa kwenye matatizo makubwa. Ikumbukwe, kwenye vita ya kwanza ya Kongo ambayo ilipewa jina la First Congo War ya kumtoa Mobutu, Angola ilisaidia sana majeshi ya Rwanda, maana Mobutu alikuwa akisapoti majeshi ya waasi wa Angola UNITA chini ya Jonas Marhero Savimbi. Kwa hivyo Rwanda walitegemea kupata sapoti tena ya Angola, lakini ambacho walikisahau ni kwamba maadamu maslahi ya Angola, yani waasi wa UNITA, walikuwa hawana tena sapoti kutoka DRC Congo, hawakuwa na haja ya kumtoa Kabila, na ndio hapa vita ikapata sura mpya kabisa iliyobadili historia. Mnamo mwezi wa 8 tarehe 22, majeshi ya Angola, Zimbabwe na Namibia yaliingia kwenye uwanja wa vita kupitia kusini mwa Kinshasa. Kwa hivyo majeshi ya Watutsi yaliyosheheni wanajeshi 800 yaliyoongozwa na nguvu ya askari 200 wa zamani wa Mobutu yakazingirwa katikati ya Kinshasa. Vita ikachachamaa na Zimbabwe walitumia ndege za kivita, huku Angola ikiingiza vifaru na mizinga mizito, huku askari wa Rwanda wakiwa na silaha nyepesi bila msaada wa ndege wala vifaru. Kwa hivyo wakawa hawana namna zaidi, chaguo pekee likawa ni kusarenda. General James Kabarebe hakuwa tayari kusarenda, ingawa alikuwa amezingirwa katikati akiwa hana pa kutoka. Hapa akaja na uamuzi mzito wa kuvamia Angola kwa nyuma ili wapate nafasi ya kupumua na kurudi kwao kishujaa kuliko kupata aibu ya kushindwa vita. Sasa mwezi wa 9 ya mwaka 1998, makomando wa Kitutsi, Rwanda, Uganda na Burundi wakavamia eneo la Zombo de Makuela huko Angola, ambapo walisambaratisha majeshi ya Angola ya eneo hilo na kuuteka uwanja wa ndege wa jeshi. Walipodhani wamepata mwanya wa kutorokea, changamoto ikaonekana ni kwamba uwanja huo ukawa mdogo kwa ndege kubwa kutua. Kwa hivyo walihitaji walau wiki 3 wapanue uwanja huo ili askari wote watoroke. Bila uoga, wakiwa bado nchi ya kigeni, wakatengeneza safu ya ulinzi imara kiasi kwamba majeshi ya Angola yalishindwa kabisa kupenya kukomboa uwanja huo. Licha ya kuwa walikuwa na silaha nzito, wakawa na vifaru na ndege kubwa za kivita mara 10 ya Wanyarwanda, lakini bado vijana chini ya Generali James Kabarebe walikuwa imara. Uwanja ukaendelea kupanuliwa katikati ya risasi na mabomu ya kirindima, na baada ya wiki kadhaa Rwanda ikaanza kutuma ndege kuokoa wanajeshi wake, na taratibu wakatolewa wote, huku askari waliobaki kulinda uwanja huo wakakaa zaidi ya kilomita 100. Inaelezwa walikuwa wanaacha malindo yao wakikimbilia ndege ya mwisho. Kwa hivyo askari wakawa wametolewa wote kisirisiri bila askari wengi kupotea. Kiukweli vita hii ilikuwa ni ya ushujaa wa hali ya juu wa majeshi ya Rwanda. Licha ya kuwa na namba ndogo na silaha chache, huku akiwa maelfu ya kilomita kutoka kwao, bado waliweza kupambana na majeshi ya nchi 5 kubwa na hawakusarenda. Walipigana mpaka tone lao la mwisho. Operation hii ilimpa jina kubwa sana General James Kabarebe.
heshima kubwa kwenye historia ya kivita kama mkuu wa majeshi wa nchi mbili kwa mafanikio makubwa sana. Mpaka hii leo, operesheni hii ni moja kati ya operesheni kubwa iliyofanywa na majeshi ya nchi za Afrika yenye kuheshimika sana. Pamoja na mambo mengine, operesheni hii imeipa jina kubwa Rwanda kuwa moja ya majeshi yenye moyo wa upambanaji katika mazingira magumu. Japo kwa wachambuzi wengi huwa wanaiona operesheni hii kama si chochote vile kwa Rwanda kutokana na kupokea usaidizi kutoka mataifa ya Marekani pamoja na Israel. Lakini pia wakosoaji wengi hupinga kuipatia heshima operesheni hii kwa kukosoa kwamba haiwezi kuwa operesheni kubwa kwa kuwa ilifanyika katika nchi changa, wakitumia msemo kuwa Congo is a dysfunctional country, no system, no functional government, nothing for everything. Lakini pia husema kuwa Rwanda iliweza kuzihimili nchi 5 kwa kuwa Rwanda alikuwa amewekwa mbele kwa maslahi ya United States of America. Msaada wote ulitoka USA. Akina Kagame walikuwa ni foot soldiers wa USA. Pamoja na yote hayo, bado operesheni hiyo inasalia kuwa moja kati ya operesheni zinazoheshimiwa mno ndani ya jeshi la Rwanda la RDF. Kitu kilichopelekea chuo cha maafisa wa juu kabisa katika nchi ya Rwanda kilichopo mji wa Musanze, zamani mji huo ukiitwa Ruengele, kupewa jina la Kitona Military College. Yote hiyo inaonyesha ni kwa kiasi gani operesheni hiyo iliheshimika mno katika nchi hiyo. Mtazamaji, kwa leo nasikitika kusema tumefika mwisho. Usiache kufuatilia historia hii ya kiini cha mgogoro unaoendelea katika taifa la Kongo. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii ni mimi Isaya Edward Maridadi Exaudi Mbaya, mchanganya picha na sauti akiwa ni Director O.